Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Basi karibuni katika hii siku ya Sabato ya Bwana, na ni vyema kabla tuanze, acha tuamini, tuombe ili Roho Mungu apate kutawala neno lake vile vile alivyoanza alfajiri. Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliyeziumba mbingu na ukaziumba hata nchi Bwana. Mungu, katika hili somo ambalo linatokana na wewe Bwana, nenda ukatangulie kuanzia kipindi cha kwanza hadi utakapomaliza Bwana. Mungu, acha chochote kinachotokana nami kisipate kuonekana na wala kisipate kuingia katika somo hili Bwana, lakini acha vyote vinavyotokana nawe mtakatifu wa Israeli, tunakuomba tafadhali vikapate Bwana kuonekana, vikapate kuletwa wazi Bwana. Mungu, wewe ndio unayeokoa nafsi, wewe ndio unaifanya mwanadamu Bwana apate kuelewa wewe ni nani Bwana. Mungu, nenda ukatenda hivyo Bwana, nenda ukatuonyeshe Bwana ule ukweli wa ulimwengu ambao hauonekani Bwana. Ndio ukalete picha hii wazi Bwana kwa kila aliye mahali hapa Bwana, na kwa kila Bwana ambaye atapata neema na rehema Bwana ya kusitia mitandaoni Bwana. Mungu, naomba ukawapatie tafsiri na ukawapatie taswira ya jinsi ilivyo hatari kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai Bwana, Mungu aliye na ziwa la moto Bwana, Mungu anayebatiza kwa Roho Mtakatifu, na kwa wale ambao Bwana hawatubu dhambi zao Bwana na kujinyenyekeza kwako na kugeuka kwa maovu na kuamini damu ya Yesu Kristo, anawabatiza na ziwa la moto milele na milele Bwana, na peani samahani. Mungu, kalete ukuu wako Bwana, kwamba mkono wako wa kuume Bwana uko na paradiso Bwana, na mkono wako wa kushoto Bwana uko na jehanamu, kwa wale wote mtakatifu wa Israeli hawataitia injili Yesu Kristo Bwana na kuamshwa kutoka kwa usingizi wao Bwana. Ndio ukalete wazi kweli hizi Bwana, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba hata tukiamini. Amen. So hili somo la leo linatokana kwa kitabu cha Waibrania kumi, mstari wake ni wa 31. Unaweza soma? Kitabu cha Waibrania 10 mstari wake ni wa 31. Maandiko yanasema, ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Zarejelea tena. Waibrania 10 mstari wa 31, ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Mungu anasema ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Ninafaa tujiulize, kwa nini ni jambo la kutisha? Kwa nini maandiko yanatuambia ni jambo la kutisha? Yaani jambo la kutisha inamaanisha ni jambo ambalo maandiko yamechunguza, yakaangalia, yakaona mwanadamu akianguka kwa mikono ya Mungu. Maandiko yakasema ni jambo la kutisha. Kwa nini ni jambo la kutisha? Je, wanadamu wanajua kwamba kuanguka kwa mikono ya Mungu ni jambo la kutisha? Ama naishi maisha yangu nikifikiria Mungu kwa upande mmoja ni upendo, naishi maisha ya dhambi, naishi maisha hata simtafuti, naishi tu maisha mepesi, alafu nafikiria nikifa nikiondoka hapa itakuwa salama. Maandiko yananiambia ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu. Na jambo la kutisha zaidi, hii barua haiandikiwi wenye dhambi. Hii barua inaandikiwa watu ambao wameokoka. Ni waraka kwa Waibrania. Hawa ni watu wameokoka na wanaambiwa, mkirejelea katika dhambi zenu kwa maksudi, mumemkanyaga kichwa cha mwana wa Mungu,
dharau damu ya Yesu Kristo na mumemfanyia jeuri roho wa neema. Waliokoka wanaambiwa hivyo. Je, wale ambao hawajaokoka? Inatisha kiasi gani kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. So Mungu unayemfikiria kwa mawazo si yule Mungu ambaye uko kwa Biblia. Ni wawili tofauti. Waebrania 10:31. Ninaonywa vibaya. Naweza rejelea tena? Kitabu cha Waebrania 10:31. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Ukianguka kama msherati, ni jambo la kutisha. Kuanguka mikononi mwa Mungu kama mlevi, kama mzinzi, kama mtu ambaye ameolewa anawacha ndoa yake, anashiriki tendo la ndoa nje ya ndoa yake. Maandiko yanasema mtu huyo kuanguka mikononi mwa Mungu ni jambo la kutisha sana. Inamaanisha kuna kitu ambacho Mungu yuko nacho, ambao mwanadamu akianguka kwa mikono yake ataamini. Unafaa uelewe, kwa mkono wa kuume wa Mungu, kwa mkono wa kuume wa Mungu, Mungu ako na mkono. Kwa mkono wa kuume wa Mungu na kwa mkono wa kushoto wa Mungu yuko na vitu viwili. Acha tuangalie mkono wa Mungu. Isaia 59 mstari wa kwanza. Isaia 59 mstari wa kwanza. Kitabu cha Isaia 59 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema hakika mkono wa Bwana si mfupi. Paka hakika mkono wa Bwana si mfupi. Mungu yuko na mkono. So maandiko yanasema mkono wa Mungu si mfupi. Ukishatambua Mungu yuko na mkono, na tunaambiwa ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Bwana. Mungu yuko na mkono. Mkono wake wa kulia yuko na nini? Mkono wake wa kushoto yuko na nini? Alafu niangalie, naanguka mikononi mwa Bwana. Nikiwa naanguka nikielekea mkono wa kulia wa Bwana, ama naanguka wafa ukianguka mkono wa kushoto wa Bwana. Ya Mungu yuko na vitu viwili. Mkono wake wa kulia yuko na kitu, mkono wake wa kushoto pia yuko na kitu. Mathayo 25. Hata tuangalie kwa mkono wake wa kuume kuna nini? Zangalia Mathayo 25. Unaweza anza 31. Kitabu ni cha Mathayo 25 mstari wake ni wa 31. Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote watakatifu pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti cha enzi cha utukufu wake. Mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawatenga kama mchungaji anavyotenga kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kuume. Atawaweka kondoo upande wake wa kuume. Atawaweka kondoo upande wake wa kuume na mbuzi upande wake wa kushoto. Atawaweka mbuzi upande wake wa kushoto. Endelea tafadhali. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume. Ndipo mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kuume. Kuanguka mikononi mwa Mungu ni kitu hatari, kwa sababu atawaambia wale ambao wa mkono wa kuume, njooni. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume, njooni nyinyi mliobarikiwa na Bwana, nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioandaliwa
umewekwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mkono wa Mungu wa kuume kuko na ufalme wake, kuna paradiso. Mkono wa kuume kuna paradiso. Tegelea tena. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume, Njooni. Njooni. Nyinyi mliobarikiwa. Nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu. Urithini ufalme ulioandaliwa. Urithini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu. So tunaona kwa mkono wa kuume amekaa kwa kiti. Mkono wa kuume ni huu, right. Na kuna left. Hawa paradiso. Hawa ni wenye haki, watu waliokoka, walipata toba, wakapata imani, wakaokolewa, dhambi zao zikaondolewa kwa Roho Mtakatifu, wakadhihirisha imani kwa ubatizo wa maji mengi. Alafu wako kwa kanisa na wanaendelea kuishi maisha matakatifu kwa utiifu wa neno la Bwana na amri zake. Hawa paradiso, mkono wa kuume. Mkono wa kushoto tunaweza angalia mkono wa kushoto 41, Mathayo 25, Mathayo 25:41. Mathayo 25 mstari wake wa 41. Kisha atawaambia wale walioko upande wake wa kushoto. Atawaambia wale walio katika upande wake wa kushoto, ondokeni kwangu. Ondokeni. Yesu anawaambia hao ambao wako upande wa kushoto, anawaambia ondokeni kwangu. Hawa ni mbuzi. Anawaambia ondokeni kwangu. Nyinyi mliolaaniwa. Nendeni kwenye moto wa milele. Nendeni kwenye moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Moto wa milele, moto wa milele. Milele inamaanisha utachomeka, kiasi ya kwamba hata iwe tuenda kwa bahari tuatoa tone, alafu tuende tueleka nchi kavu, tuje tena kwa bahari tuchukue tone tuweke nchi kavu, maandiko yanasema bado utaendelea kuchomeka. Hata bahari yote ikikauka, bado utaendelea kuchomeka. Ni milele na milele na milele. Ndio maana maandiko yanakuonya ukiwa hai. Maandiko yanakuonya, yananiona nikiwahi kwamba ni jambo la kutisha sana utakapoanguka mikononi mwa Bwana. Ukianguka kwa mkono wa kushoto, Mungu anakuita mbuzi. Usifikirie ni jambo tu fulani amekufa, mnaenda tu kawaida, ameenda. Jamani, Mungu amsaidie. Mnaenda mnachukua maua, mnaenda mnachimba kaburi, mnamtoa mochari, mnaimba tenzi za rohoni ambazo hata haziko kwa mioyo yenu. Alafu tunamzika, mnasema imeisha hivyo. Haijaisha hivyo. Mwanadamu akiondoka anaanguka kwa mikono ya Mungu. Mungu anampanga, huyu ni wa kushoto ama huyu ni wa kulia. Inakuwa hivyo. Haubaki duniani kama hukupata toba, kama hukumwamini Yesu Kristo. Mungu hana biashara na wewe, hana biashara. Na kama umekuwa ukisikiza injili ya kweli na hujawahi kurespond, kuchukua hatua, Mungu anakuweka kushoto haraka upesi. Na maandiko yanasema ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Bwana. Hii ni wewe peke yako
Ujiite mkutano. Uangalie Mungu yuko na kulia, Mungu yuko na kushoto. Maandiko yanasema ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Bwana. Nitaangukia wapi? Utaangukia wapi? Nini itakufanya uanguke kushoto? Dhambi, maovu, kuishi maisha ya mwili itakufanya uanguke kushoto. Unafikiriaje? Ni jambo la kutisha. So paka hapo tumeona, waweza rejelea mstari wa 41, Mathayo 25:41. Kisha atawaambia wale walioko upande wake wa kushoto. Kisha atawaambia wale walioko upande wake wa kushoto, ondokeni kwangu. Mungu anawaambia ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu. Nyinyi mliolaaniwa. Nendeni kwenye moto wa milele. Mungu anawaambia nendeni kwenye moto wa milele. Yesu anawaambia nendeni kwenye moto wa milele. Ulioandaliwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Ulioandaliwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Hao ni akina nani wanaingia kwa huu moto wa milele? Acha tuangalie Ufunuo 21:8. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wake wa 8. Lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji. Wachafu ni watu ambao wanatoa mimba. Wachafu ni watu ambao wanaangalia pornografia, wanaangalia vitu vichafu, vipindi vichafu. Wachafu ni watu ambao wanaweka uchafu katika mili yao kama family planning. Watu ambao wanatumia mipira. Uchafu ni mtu anajihusisha na chochote kile ambacho si kitakatifu. Uchafu. Uaji ni nini? Uaji ni chuki. Kama uko na chuki kwa moyo. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:15 inasema mtu yeyote amchukia ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua kuwa hakuna muuaji aliye na uzima wa milele. So mtu ambaye anachukia kwa moyo, Mungu anamweka kushoto. Wewe kuna mtu unamchukia kwa moyo, Mungu anasema wewe ni muuaji. Mimi kuna mtu nimemchukia kwa moyo, Mungu anasema mimi ni muuaji. So chuki haifai kuwa kwa moyo wako. Uaji mwingine ni utoaji wa mimba ama kuweka vitu ambavyo vinazuia usipate mtoto. Huu ni uaji. Mungu alisema nendeni mkajaze dunia katika Mwanzo 1:26-27. Mungu anasema nendeni mkajaze dunia. So mtu anapoeka kitu kwa mwili wake ili asipate watoto, ama anapotumia chochote kile kama mipira ya kujamiana ili anazuia watoto wasije duniani, huyu mtu ni muuaji mkubwa sana, kwa sababu anataka asherekee tendo la ndoa lakini hataki kuleta watoto venye Mungu amesema. Huyu mtu ni malaya mkubwa sana kwa maandiko. Maana hivyo ndio malaya hufanya. Mtu aliokoka hawezi kufanya hivyo. Malaya ndio hufanya hivyo. Malaya hujidunga mikononi mwao, hujidunga sindano ili akienda kulala na wanaume asipate mimba. Malaya ndio hataki mimba. So kama mimi, hata wanaume ambao wako kwa ndoa wanajaribu kuzuia wasipate watoto, hao ni wanaume ambao ni malaya. Malaya wakubwa mbele za Mungu. Na Mungu hatacheka na hata mmoja hiyo siku. Hakutakuwa na hata mmoja atasimama mbele za Mungu na ajaribu kujitetea. Mungu anasema ukianguka kwa mikono yake, kama umekuwa ukiweka hizi vitu, Mungu anakuambia ondoka kwa hizo vitu haraka upesi. Maana hujui tarehe, hujui siku. Ondoa uchafu kwa mwili wako haraka upesi. Na kama unafanya hivyo kwa sababu hujaoa, kiri mbele za Mungu uchafu na uache. Umuombe Mungu akupatie ndoa, ushiriki tendo la ndoa ndani ya ndoa, uzae ndani ya ndoa. Huo ni uaji. Changala kitabu cha Mwanzo 38, Mwanzo 38 ukisoma 9 na 10. Kuna mtu alikuwa anafanya family planning. Anaitwa Onan analala na Tamar,
lakini hataki kumpa Tamari watoto. Ikifika wakati wa kumpatia mbegu, anatoka kwa Tamari, anazimwaga chini. Maandiko yanasema Mungu hakupendezwa na hilo jambo. Hiyo ni family planning, hiyo ni masturbation. Mungu alimuua Onani, hakumwacha. So Mungu, mtu yote yule ambaye anafanya uchafuo ni muuaji, na anafaa awache haraka upesi. Asipoacha, Mungu ana ghadhabu. Ni haraka upesi, siku ngoja kesho. Uwaji pia ni utoaji wa mimba. Abortion, umepata mimba, umeenda umeitoa. Kunao mimba unaweza ipata ikatoka, hiyo Mungu anaona. Lakini kuna mimba ambayo umeipata haikusumbui, iko tu sawa. Lakini kwa mawazo yako unasema hii mimba sitaki, nataka niitoe. Hauna ndoa, pengine ukapata mimba, unajua itakuwaje, halafu unasema acha niitoe kabla mtu yote kujua. Huyo ni muuaji mkubwa sana. Mungu anasema huyo kuanguka mikononi mwa Mungu. Akiwa katika hali hiyo, Mungu anasema ni jambo la kutisha, kwa sababu venye Mungu atakufanya, venye Mungu atanifanya, hautapendelea. Naweza kuendelea. Wazinzi ni watu ambao mtu ameoa lakini anatoka kwa ndoa yake. Hata mara moja kutoka kwa ndoa yako, Mungu anakuhesabia mzinzi, na Mungu anakuweka mkono wa kushoto. Kama utapata toba na kuacha hilo tendo kabisa, Mungu atakuweka kushoto. Na ni jambo la kutisha sana kuanguka katika mkono wa Mungu. So ufurahishe uzinzi hapa, ufurahishe mwili wako kwa muda mdogo, halafu ufe uanguke kwa mikono ya Mungu aliye na ghadhabu kali, anayechukia watu waovu, akutese milele na milele na milele. Bali nafsi yako itachomeka. Kiasha moto, alafu uchukue mnyama kama kombo mwiko, alafu umtupe kwa ule moto. Yule kombo mwiko wanafanya hivi, kabla afe huwa anajaribu kupigana na ule moto. Kombo mwiko, kombo moja David, moto ukiwa unawaka, uchukue kombo mwiko mtupe pale, hata chomeka tofa. Ataanza kung'ang'ana kwanza. Huko kombo mwiko atakuwa anang'ang'ana, anajaribu kupinga ile moto, anajaribu kushinda ile moto. Lakini saa kidogo unaona kombo mwiko ametulia, moto umemzidi nguvu, alafu anatulia, inamchoma. Ukiangalia sasa, basi mchukue kombo mwiko. Huyu kombo mwiko amepewa mwili asichomeke, alafu mchukue umtupe kwa huo moto, alafu uone venye anafanya hivi, anafanya hivi lisali moja, masaa mawili, kombo mwiko afi, masaa matatu, masaa manne, siku tatu, siku nne, unakuja unaona kombo mwiko bado anang'ang'ana, anasikia tu uchungu, lakini afi. Hii jambo itakushtua sana. Afadhali fanya hivi alafu afi atulie. Lakini Mungu anakupatia mwili ambao hautaweza kuchomeka. Yaani itakuwa unasikia uchungu kama kombo mwiko, anafanya hivi, atoke, lakini atoki sasa. Lisali moja, masaa mawili, masaa matatu, siku ya kwanza, wiki. Yaani moto anausikia, nafsi inachomeka, lakini mtu aishi. Sasa ni mwanadamu milele na milele na milele na milele katika hali hiyo. Shida ni nini? Nilikuwa duniani na sikutengeza njia yako na Bwana. Ulichukulia kitu wepesi na ukaanguka kwa mikono ya Bwana Mungu ukiwa mwenye dhambi. Kama uko umeokoka lakini bado pia unaishi maisha machafu, utaanguka mkono wa kushoto wa Mungu. Na itakuwa jambo la kutisha. Uzinzi, hujaoa, hauna ndoa lakini unalala na wanaume na wanawake. Hauna ndoa lakini wewe kazi yako ni kushiriki tendo la ndoa.
Mungu anasema ni jambo la kutisha uanguke mikononi mwa Mungu kama mwenye dhambi ama mzinzi. Yaani ufe uanguke mikononi mwa Mungu uanguka mkono wa kushoto wa Mungu. Na Mungu anatumia hasira yake yote anaitumia kwako. Kwa nini? Ni kwa sababu ulikuwa duniani ukapenda uzinzi kuliko neno la Bwana. Ukasahau kwamba uzinzi ni wa muda, lakini kuanguka kwa mikono mwa Mungu ni ya kutisha na ni milele. Wasioamini, watu ambao wanasikia Injili lakini wanaichukulia kwa wepesi, hawaifuatilii wakasia, hawana kusukumwa kwa sababu wanaona hakuna kitu. Mungu ni kama rafiki yangu. Ni jambo la kutisha. Wakati umejua ukweli na bado uko pale pale, hausikizi neno, hausomi Biblia, hauombi, utaokoka vipi? Ukifa utaanguka mkono wa kushoto wa Mungu. Na ni jambo la kutisha. Unaweza endelea tafadhali? Uzinzi. Ufunuo 21:8. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wake wa 8. Lakini waoga wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu pamoja na waongo wote. Wachawi ni watu ambao wametembea kwa waganga. Mungu anasema ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu. Ukianguka kama mtu ambaye maisha yako yamekuwa kwa waganga na hujawahi kutubu na ukawachana na hiyo zote zikaoshwa na damu ya Yesu Kristo, iko Mungu akuhesabia tena ukaanza maisha mapya. Mungu anasema ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwake kama mtu ambaye amekuwa kwa uchawi, ushirikina. Uchawi mwingine hauendi kwa mganga, lakini uko na dana mafikra tu. Biashara yako haendi sawa, hapa ni merogo. Mtoto wako anakoa hapa ni merogo. So hilo dhana kwamba mimi nimerogwa, hii inakuwa imani, inaitwa ushirikina. Haujaenda kwa mganga lakini umeshiriki imani ya uganga. Ushirikina, umeshirikishwa kwa ile imani. Yale mawazo yamekushirikisha, mawazo na moyo wako umeenda kwa mganga, lakini mwili uko pale pale. Unaitwa mshirikina. Na kuna wale ambaye wanachukua paka kauli sasa ya kwenda, au wote watakuwa kundi moja na kuanguka kwa mikono ya Mungu. Kama uko katika hiyo hali, ni jambo la kutisha. So kama niko katika hizo hali, inafaa nikiri mbele za Mungu na niwache haraka upesi, kwa sababu nafsi ni yako. Nafsi yako ndio itaanguka katika aidha mkono wa kuume wa Mungu ama kushoto. Nafsi ni yangu. Itaanguka aidha mkono wa kuume wa Mungu ama kushoto. So inafaa ili neno likupatie hofu ya kibiblia na ugeuke haraka iwezekanavyo kutoka kwa mkono kushoto wa Mungu, kutoka kwa haya maovu. Uchawi, kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu inaweza kuwa kazi yako, kazi inakuwa sanamu, kazi. Kitu chochote ambacho unakipenda, kitu chochote ambacho kinachukua muda wako mwingi, inakuwa sanamu. Kitu ambacho unakipatia muda mwingi zaidi ya Mungu, hiyo inakuwa sanamu. Kitu ambacho kimemuondoa Mungu, alafu hicho kimekuwa kipaumbele, hiyo inakuwa sanamu. So kuna sanamu za kiroho na sanamu za kimwili. Kuna sanamu ambao Wakatoliki wanaiweka pale, wanainamia. Hiyo ni sanamu. Mungu anasema Wakatoliki wote ambao wanainamia sanamu, hakuna hata mmoja kulingana na maandiko ya Mungu ataingia paradiso. Wote wataingia katika moto wa milele. Mkatoliki yoyote ambaye anainamia sanamu ya Maria, akifa tu hivi anaanguka mkono wa kushoto wa Mungu. Mungu anamweka kwa ziwa la moto, anamweka jehanamu akingoja kumharibu kabisa milele kwa ziwa la moto.
So waweza kuwa auinamii sanamu za Maria kama Wakatoliki ama watu wengine, lakini kuna sanamu za kiroho ndani ya moyo wako ambao zinachukua nafasi ya Mungu. Yesu alituonya akatuambia amri ya kwanza ni hii, Israeli, sikiza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Nini unaipenda kwa nguvu zako zote? Akili yako yote. Nami vile vile ni nini? Ni Mungu. Amina. Mungu basi ni muumba wako. Ni Mungu wako. Lakini kama kuna chochote kile, Mungu anataka ukikiri na ukivunje hiyo sanamu kabla hujaanguka katika mikono ya Mungu, ambalo ni jambo la kutisha sana. Akakuweka kwa ziwa la moto na akanika kwa ziwa la moto. Hautatoa sababu hata moja hivi. Hata sekunde moja mimi sitakuwa niongee na Mungu. Hautapewa. Kwa sababu neno limepanga kila kitu. Limepanga kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hakuna kitu mwanadamu ataongea ama atarekebisha kama hukurekebishika hapa duniani kuisha. Jambo la kutisha kabisa kuanguka mikononi mwa Mungu. Tunaweza endelea kuabudu sanamu pamoja na waongo wote. Hapo kwa waongo, watu ambao wanadanganya hata kwa biashara. Chunga sana. Shetani ni mjanja, anasema unajua uongo ni hii ndio uongo. Lakini hii ni lugha ya biashara. So unakuta watu wanaingia kwa biashara zao. Hii ndizi umenunua ngapi? Ndizi nimenunua 3,000. Sasa nikiuza hivyo itachoma. Kumbe amenunua 1,500. Lakini anaika 300. Anaika 3,000. Alafu ndani ya moyo shetani anamwambia hiyo ni lugha ya biashara. Sasa anasema hii si uongo, hii si dhambi. Anaishi maishayo. Akijidanganya kwamba hiyo ni lugha ya nini? Ya biashara. Kwa neno la Mungu hakuna kitu ambacho kinajulikana kama lugha ya biashara. Hiyo ni upotovu wa shetani ambao amebuni. Ndizi umenunua kreti ngapi? 1,500. Umenunua ngapi? 1,500. Hiyo ndio kweli. Kitunguu umenunua ngapi? Kiwa nimenunua 500, nakwambia ile ambayo nimeinunua, umeulizwa ile pesa uliyoinunua hiyo kitunguu ni ngapi? So ukisema 1,000, hiyo tayari ni uongo na hakuna lugha ya biashara hapo. Shetani anakuingiza jana bila kujua. So rudi kwa neno la Mungu, angalie kitu ambacho si kweli ni uongo. Na haina left, haina right. Ni afadhali asinunue aondoke aende. Ubaki tu na vitunguu vyako vioze na Mungu akupatie njia nyingine ya kukutana na mahitaji yako. Halafu uishi maisha masafi, uingie paradiso. Kuliko ujisaidia hapa kwa uongo, utajirike na mwisho siku uanguke kwa mkono wa Mungu wa kusoto. Uteseke milele na milele kwa sababu ya vitunguu ambavyo havitakusaidia jehanamu, kwa sababu ya faida ambayo haitawahi kukusaidia utakapoondoka dunia hii. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba, si toba tu ya kwamba nitatubu. Ni toba ya kwamba natubu. Natubu, si natubu kwa kugeuka haraka. So waongo wote, wale ambao wanadanganya kwa simu, usidanganye. Uongo. So niangalie sana na uangalie sana. Ongea kweli vile Mungu anataka. Hayo mengine yote ikiwa ni hasara, wacha iwe hasara kwa sababu umeongea kweli. Saa zingine kuna hizi form za kusaidia watoto. Hapo kuna mitihani mikubwa sana. Unajipata unadanganya. Saa zingine hata kuna hizi ninio zinaitwa haje hizi za hospitali. Hizi SHA. Unatumia gesi, nikiandika gesi hapa nitambua nilipishe zaidi. Naandika kuni. Na kumbe hata hakuna kuni. Kumbe ni gesi. Lakini nasema serikali hawatanielewa, watanilipisha juu. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo na itakukosti. Utasimama mbele za Mungu useme mimi nilikuwa sawa na wakati ulidanganya mali fulani, na kuna watu wanachomeka kwa dhambi hiyo. Wapendwa, hivyo ndio neno la Mungu lilivyo.
Mtoto wako asichukuliwe, umekosa sponsorship kwa sababu umesema ukweli. Hivyo ndio neno la Mungu lilivyo. Nimekiwa kiwango kikubwa sana cha saa kwa sababu nimesema ukweli. Hivyo ndio Mungu anataka. Kama niseme uongo alafu nihesabiwe kidogo, itakufurahisha nini? Itanifurahisha nini? Wapenzi, neno la Mungu liko vile lilivyo. Nitafanya nini? Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Yesu alisema ukitaka kumfuata lazima upoteze vyote vya dunia. Lazima ujikane. Mambo mengi utayapata kwa sababu ukisema ukweli mambo mengi utayakosa. Utayakosa na nitayakosa. Yesu anasema hiyo ndio kujikana na hiyo ndio kunifuata. Na hiyo ndio njia ya wokovu. Uko tayari kwa hiyo? Sehemu yao pamoja na waongo wote. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Hii ndio mauti ya pili. So hili pia mkono wa kushoto pia ni ziwa. Ziwa la moto. Wale ambao wametenda hayo matendo, Mungu anasema, na wanaendelea kuyatenda, Mungu anasema wakianguka tu sahihi wanaingia kwa jehanamu wakingoja ziwa la moto. Hii ni mauti ya pili. Waebrania kumi mstari wa 31. Kitabu cha Waebrania 10 mstari wake wa 31. Ni jambo la kutisha kuanguka mkononi mwa Mungu aliye hai. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Tumeona ni kwa sababu Mungu yuko na ziwa la moto na ni jambo la kutisha, atakuchoma milele na milele na milele. So kuna mtu mmoja alianguka kwa hilo ziwa, anaanguka jehanamu samani. Angalia Luka, mfano wa kutisha, angalia Luka 16. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu. Mungu ako na mkono wa kulia na yuko na mkono wa kushoto. Yuko na right, yuko na left. Wale ambao ni wa right anaambia ni kondoo, njooni mpate paradiso, uzima wa milele. Wale ambao wanaanguka left wanaanguka kwa mikono ya Mungu wakielekea katika ziwa la moto, jehanamu, alafu kwa ziwa la moto. Angalia kuna mtu aliishi kama mimi na wewe. Na haya alihubiriwa, alielezwa, lakini aliingia hapa yakatoka hapa na kaendelea kuishi maisha yake ya nasi. Luka 16:19. Kitabu cha Luka 16 mstari wake ni wa 19. Alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, ambaye aliishi kwa anasa kila siku. Aliishi kwa anasa, aliishi maisha ya mwili, anasa, kulewa, uongo, kulala na wanawake, yani alifurahisha mwili. Anasa ni kufurahisha mwili. Wafurahisha tu mwili wako. Unaofurahisha tu katika starehe za kidunia. Anasa. Hausomi neno, hausukumwi, hauombi. Anasa. Hapo kwenye mlango wake aliishi maskini mmoja jina lake Lazaro, mwenye vidonda mwili mzima. Huyo Lazaro alitamani kujishibisha kwa makombo yalianguka kutoka mezani mwa yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kuramba vidonda vyake. Wakati ukafika yule maskini akafa. Nao malaika
Yule tajiri naye akafa na akazikwa kule kuzimu. Kule kuzimu wote wakafa. Maskini Lazaro akafa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abrahamu, mkono wa kuume. Kule kuzimu alipokuwa akiteseka. Huyu tajiri naye akafa akaenda mkono wa kusoto, kuzimu. Akamwona Abrahamu kwa mbali. Naye Lazaro alikuwa karibu yake. Naye Lazaro alikuwa kwa kifua cha Abrahamu. Aliishi maisha ya dhiki, lakini aliishi maisha ya utauwa, maisha ya haki, maisha ya toba na kumcha Mungu. Alipoondoka basi aliingia kwa kifua cha Abrahamu, paradiso, kivuli cha paradiso. Na mwingine pia akafa njiani hiyo. Akaenda mkono wa kuume, akaenda mkono wa kusoto wa Mungu. Akaanza kuchomeka huko. Na namuona Abraham na namuona Lazaro aliyekuwa naye duniani kwa kifua chake. Endelea. Hivyo yule tajiri akamuita, Baba Abrahamu, nihurumie na umtume Lazaro achome nchi ya kidole chake ndani ya maji aupoze ulimi wangu, kwa sababu nina maumivu makuu kwenye moto huu. Biblia kimombo inasema ninateswa. Nina maumivu makali kwa moto huu. Nateswa mimi. Nisaidie na tone. Abrahamu, nihurumie. Nisaidie na tone la maji uweke hapa kwa mdomo wangu. Mtume Lazaro aliweke tone la maji, kwa sababu nateswa, nachomeka katika moto huu. Koo imekauka kiasi kwamba tone la maji dogo sana litamfariji. Lakini anaambiwa haiwezekani. Kaa kwa hali yako. Kwa nini? Ulipokuwa duniani uliishi maisha yako ya nasa. Hukutubu, hukusukumwa, usikie neno, hukumike. Ujue ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono mwa Mungu. Ujue sahi ubadilike. Lakini alijua, akafahamu, akapuuzia. Kama ulipokuwa duniani uliishi maisha yako ya nasa. Kwa sababu kuna kiburi kwa moyo wa mwanadamu. Huwa anataka aone afike jehanamu ndio aseme kumbe yale alikuwa akisemwa kwamba ni jambo la kutisha kuanguka kwa mikono ya Mungu. Kumbe ni kweli, lakini too late. Huwa kuna kiburi ndani ya moyo wa mwanadamu. Ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wako kuna kiburi. Ni sana mtu anaambiwa usizini utapata ukimwi. Wapo kuna watu wamepata ukimwi, unasema wale wamepata. Hawakuwa werevu, mimi ni bingwa. Paka upate ndio sasa si ningesikia. Usingoje hivyo. Usingoje kwa mfano. Kimbia haraka. Utajiri seti ya kusikia, alisikia. Seti alikuwa anajua. Lakini wepesi kuna kiburi ndani ya moyo wa mwanadamu. Alipokufa aliingia huko. Maandiko yanasema anaomba tone la maji, hapewi. Ndio maana maandiko yanasema ni jambo la kutisha. Kuzimu ni mtu akifa tu anaingia kuzimu akiwa mwenye dhambi. Ziwa la moto hata bado. Kwa sababu hiyo kuzimu itachukuliwa, itawekwa katika ziwa la moto. Ufunuo 20:14. Hiyo kuzimu ambayo analia ni moto. Hiyo ni kionjo. Hiyo kuzimu ni kionjo. Itachukuliwa, Mungu ataichukua hiyo kuzimu ambayo analia kiu. Hiyo kiu atalia sana, kwa sababu sahihi atashikwa alafu atazamishwa sasa ndani kabisa ya ziwa la moto. Sasa kuchomeka. Sasa atachukuliwa aekwe ndani ya ziwa, atumbulikizwe huko ndani sasa. Sasa ndio atasikia kiu venye hajawahi kusikia. Kwa sababu hii kuzimu ambayo analia ni moto, itachukuliwa itaekwa kwa ziwa la moto. Ufunuo 20:14. Ndio maana maandiko yakikuonya ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Nikimbia haraka sana. Yeye ni moto ulao. Anakula wenye dhambi ambao watubu na kumwamini Yesu Kristo na kusimamisha masafa. Mungu anawakula, yeye ni moto.
Kutoka 20 mstari wa 14. Samani. Ufunuo 20:14. Kitabu ni cha Ufunuo 20 mstari wa 14. Kisha mauti na kuzimu zitatupwa. Kisha mauti na kuzimu zitatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Hii ndiyo mauti ya pili. So huyu tajiri kwa Luka 16 analia, nachomeka, Abraham nateseka, mtume Lazaro aliyeke tone la maji hapa, tone ya pewi, anakumbushwa duniani. Anaambia ulichezea toba wewe huko. Ulipenda starehe na anasa huko. Ulichukulia wepesi kwa neno la Mungu. Uliona ni mzaa venye Mungu ameandika na akasema, ulichukulia mzaa. Kwa nini ukutubu? Alafu anaambiwa huo ni mwanzo tu, unalia bure. Unalia bure kwa sababu kuna ziwa ambalo Mungu ameliandaa sasa. Ziwa ni mahali unazama, unaingia chini, moto unaingia kwa masikio, unatoka kwa mdomo, unachoma matumbo, haupumui, unajienua kidogo, upumue kidogo, alafu unarejea tena chini. Unajaribu tena. Sasa ni milele na milele na milele. Hapa analia bure. Maandiko yanasema ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Angalia Marko. Katika moto huo Mungu amekafunza. Huo moto wa kuzimu Mungu ametia funza huko ndani. Funza. Hawezi lala kitanda chenye funza. Sasa kuna funza ambao Mungu amewatengeza. Hawa funza, ukichukua funza ukimweka kwa moto wanachomeka. Anang'ang'ana anachomeka. Lakini kuna aina ya funza ambao Mungu amewatengeza. Leo angalia, ukiona funza anakula mtu, ujue kuna kitu Mungu anamfundisha mwanadamu. Mungu ameumba funza wa kiroho, alafu akaja akaumba funza wa kimwili. Mwanadamu akiona funza venye anakula mtu, Mungu anamuonyesha mwanadamu kuna hatari ya kile ambacho nimekitengeza jana. Mungu anakuhubiria kwa upendo. Wenda hujaelewa. Nasema hivi. Mungu anatengeza jehanamu, alafu anatengeza funza. Anawatengeza funza, anaweka huko jehanamu. Anasema wafunza watawatesa watu usiku na mchana. Alafu Mungu akija kuumba maumbile, anaumba funza ili mwanadamu aone funza madhara yake. Mungu akimleta huyu mwanadamu kuhusiana na kile ambacho amekeka jehanamu. So Mungu anakuhubiria, ananihubiria kile kiko jehanamu kwa kukitengeza duniani, alafu anakuonyesha ili usitake kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Funza ambaye achomeki, unafikiri uko vipi? Naweza soma Marko 9 mstari wa 43 na 44. Kitabu cha Marko 9 mstari wake ni 43. Kama mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi. Yesu anasema kama mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi, mkono. Kama mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi. Kama mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate. Hii ni toba. Ukate. Yesu amaanisha uchukue panga uwekelee kwa huo mkono. Yesu anamaanisha njia yoyote ambao inakufanya utende dhambi kupitia mwili wako, mkono, ondoka katika njia hiyo haraka iwezekanavyo. Endelea. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na mkono mmoja. Ni afadhali kwako kuingia. Ni afadhali uingie uzimani ukiwa na mkono mmoja. Kuliko kuwa na mikono miwili. Kuliko kuwa na mikono miwili. Lakini ukaingia jehanamu. Mahali ambapo moto wake hauzimiki. Mahali ambapo moto wake, jana moto hauzimiki. Wala mahali ambapo funza wake hawafi. Mahali ambapo funza wake hawafi. Wala moto wake hauzimiki. Wala moto wake hauzimiki. So hapo ndo naenda.
Mali funzo hawafi, mali moto hauzimiki. Usiku na mchana unachomeka, usiku na mchana unachomeka. Kwa nini? Ulikuwa duniani, ulikuwa na nafasi, lakini hukuchukulia neno la Mungu kwa uzito. Ulipenda dhambi zaidi ya nuru. Ulipenda giza zaidi ya nuru. Ulipenda dhambi zaidi ya utakatifu. So ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono mwa Mungu aliye hai. So chochote ambacho kinakusababisha uingie hapa, Yesu anakuambia kiondoe, kikate. Kukikata ni kuondoa, ni kukiri kiovu na kuachana nacho, na kumshikilia Yesu Kristo kwa uwezo wa Mungu na neno lake, na kumkumbatia Yesu haraka. Ili nafsi yako ipate kuishi, ili nafsi yako ipate kukombolewa. La sivyo utapotea milele. So hii ndio sura ya kutubu. Chochote ambacho kinakusababisha utende dhambi, kiondoe. Ni nini kinakusababisha utende dhambi? Azijua dhambi zako ambazo umezitenda. Wewe ndio uko na dhambi ya kuamini, wewe ndio umepata toba. Wewe ndio hujawahi kupata toba katika dhambi fulani ambazo haujawahi kuzitambua. Mungu anazileta wazi, anakuambia wachana nazo. Iko umepata toba, ni dhambi gani sasa imekuzuia usimwamini Yesu Kristo? Uko at ease, wepesi, ukifa unaanguka mkono wa kushoto wa Mungu. Waebrania 12:29 inasema Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Ni jambo la kutisha sana, hatuko mbali kumaliza. Ni jambo la kutisha sana kuanguka katika mikononi mwa Mungu, kwa sababu Mungu ni moto ulao. Mungu anakula wenye dhambi, atawakula na atawakula milele na milele na milele, na hatawahi kuonea huruma. Ndio maana Yesu ananisi chochote ambacho kinakusababisha uingie Jehanamu, niingie katika ile ziwa la moto, naamua nikikate haraka upesi. Mstari wa 45 tuko kwa toba. Marko 9 mstari wa 45. Kama mguu wako ukikusababisha kutenda dhambi, mguu wako ukikusababisha kutenda dhambi, miguu inaashiria njia. Miguu inakuingiza kwa ulevi, miguu inakupeleka kwa wanaume na wanawake, miguu inakupeleka kwa mawazo yako, njia zako ambazo unataka. Inakupeleka kwa ulevi, inakupeleka baa, inakupeleka gesi, inakupeleka kwa nyumba za bibi za wenyewe na bwana za wenyewe. Miguu ndio inakupeleka, inakusukuma. Ndio ingine Mungu akiwachapa inabidi paka anapiga sasa miguu yote inaenda, anapata ajali, anakaa kwa wheelchair. Sasa jipeleke na matako huko. Si miguu ndio hii miguu ndio inakufanya ukalewe, nakwambia acha ulevi. Hii miguu inakufanya ukazini, nakwambia uache. Mungu anasema nakuonyesha upendo. Anapiga hiyo miguu, unakaa kwa wheelchair. Sasa unakuwa na matako. Na wengine yuko hivyo bado anaenda na matako yake, anaenda tu hivyo. Anaenda kwa pombe hivyo na matako. Mungu sasa anapiga hayo matako na anamweka jana. Nisingoje ifike hapo. Nisingoje ifike hapo. Wataka Mungu akupige vipi? Wataka Mungu akufanye nini ndio uache kile ambacho anakuambia uache? Wengine jicho, anaangalia pornografia, anaangalia, alafu anafuta. Hapa sasa siangalia. Mwisho wa siku ile jicho linatobolewa. Anakuwa na jicho moja. Pornografia. Wataka Mungu aniambie mara ngapi wacha hii. Na hata Mungu akiligonga huwa ni upendo, kwa sababu anaweza kuchukua tu pumzi na kukuweka jehanamu. Sasa ziko hukumu za Mungu zitatembea kama uache kitu kiovu. Mungu atakuwa anakupiga. Mwingine amepigwa na ukimwi na bado sasa anafikiria nimepata ukimwi, sasa wacha niusambaze. Ujue wa ukimwi Mungu ulionywa mara 1000. Uachane na bwana za wenyewe, uachane na bibi za wenyewe, unavunja ndoa za watu. Hukusikia mpaka Mungu akasema wacha basi nimwachilie, ukimwi ukaingia. Huo ukimwi ulikuwa ukutulize. Useme sahi niache zinaa, nitulie, nimregelee Mungu. Nitoke mkono wa kushoto niingie wa kuume. Licha kwa niko na ukimwi nishaupata, basi nitulie. Lakini shetani anakuambia si umeupata, usambaze. Sasa unafikiria, wacha nisambaze. Unaanza kusambaza. Mungu amekuacha umetandikwa kwa sababu ya hiyo.
Sasa hauelewi kwamba hiyo ni fimbo ilikuwa ikulete kwa toba. Basi unasema sasa wacha niendelee naye. Mwisho siku unakufa. Unaingia wapi? Mkono wa kushoto wa Mungu. So ni kitu gani kwa maisha yako kitakufanya uchomeke milele? Kiweke kando haraka. Ni dhambi na makosa. Mguu wako ukikusababisha utende dhambi, ukate. Kama mguu wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa kiwete kuliko kuwa na miguu miwili lakini ukaingia jehanamu, mahali ambapo funza wake hawafi wala moto wake hauzimiki. Ya hii kukata mguu imeandikwa kwa Methali 4:27. Hiyo kukata mguu Methali 4:27. Yesu anasema mguu wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate. Alafu katika Methali 4:27 Roho Mungu anaeleza kukata mguu ni nini. Unaweza kusoma tafadhali, kukata mguu ni nini? Methali 4:27. Kitabu ni cha Methali 4. Mstari wa 27, maandiko yanasema usigeuke kulia wala kushoto. Usigeuke kulia wala usigeuke kushoto. Epusha mguu wako na ubaya. Epusha mguu wako na ubaya. Usigeuke kulia, usigeuke kushoto. Epusha mguu wako kwa ubaya. Yesu akisema ukate, anamaanisha njia yoyote ambao Mungu anasema hilo sitaki. Yesu anakuambia iseme mbele za Mungu, ikiri. Kukiri ni kuitaja mbele za Mungu, alafu inachukuliwa inawekwa kwa kichwa cha Yesu Kristo. Makuhani zamani, ili dhambi ya miswe, Harun alikuwa anaweka mikono kwa ile sadaka ya dhambi, alafu Mungu anasema lazima uungame dhambi zao. Anaweka mikono yake juu ya sadaka ya dhambi, alafu anasema ule uovu wamezini. Dhambi ya zina inachukuliwa kwa imani, inawekwa kwa kichwa cha ile sadaka ya dhambi. Akichinjwa, damu ikimwagika, dhambi ile inaoshwa. Akifa yule mnyama, sadaka ya dhambi, deni lao la dhambi linalipwa, mshahara unalipwa, wanakuwa wako huru. Ameweka mikono, alafu akataja ule uovu. So lazima utaje huo uovu. Unapokiri, Mungu anachukua huo uovu, anaweka kwa kichwa cha Yesu Kristo. Na lazima ugeuke, uache. Na Mungu hawezi kupatia mtihani ambao utakushinda. Maandiko yanasema Mungu atujaribu zaidi ya kipimo chetu. So Mungu akikwambia utubu, anajua amekupatia toba, amekupatia nguvu, amenipatia nguvu ya kugeuka kutoka kwa kile kiovu ambacho kinanisumbua. Maandiko yanashuhudia katika Korintho, Mungu hawezi kutujaribu, hawezi kukujaribu zaidi ya uwezo wako. Na anapokuambia tubu, yani geuka kwa maovu, huwa amekupatia nguvu kupitia neno lake ya kugeuka kwa hayo maovu. So niseme nitashindaje usherati? Mungu ananiambia niwache. Mungu anajua sina nguvu ya kuacha. Kwa nini Mungu ananiambia niwache usherati? Na anajua mimi siwezi? No. Mungu akikwambia wacha, anajua kwa nini amekuambia uache. Alipomfufua Yesu Kristo, alikupa nguvu ya kutubu. Alipomfufua Yesu Kristo, alinipa nguvu ya kutubu. Yesu ashafufuka tayari. So tayari tuko na nguvu ya kutubu tukija kwa hili neno. Amen. Tukija kwa hili neno. So msherati hafai kusema eti mimi siwezi katika usherati. Hii ni tabia yangu. Hiyo dhambi umeichukua, umeiweka hapa. Unaipenda, unataka uiendelee nayo. Ndio maana unasema hivyo. Lakini mtu ambaye Mungu anamwambia tubu, Mungu ashampatia nguvu za kutubu kupitia neno. Na atageuka kutoka kwa uovu. Akikwambia muamini Kristo, sema ni ngumu sana kuamini. Mungu ashakupatia uwezo wa kumwamini Yesu Kristo. Ni wewe weke chini moyo wako. Ni mimi niweke chini moyo wako. So hii ni toba. Hii kutubu ni nini zaidi? Ezekiel 18:30. Mungu anasema nitawahukumu nyumba ya Israeli. Hata hukumu inamaanisha atawatupa katika ziwa la moto. Atawatupa kuzimu, alafu atachukua kuzimu ataweka kwa ziwa la moto, na nafsi zao pia atawazieka kwa ziwa la moto. Nitawahukumu nyumba ya Israeli.
Kila mmoja mama, kila mmoja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Mungu anasema tubuni. Yaani tubuni, geukeni kutoka makosa. Geuka kutoka makosa yako yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lako. Dhambi sikuwe anguko la kukuweka mkono wa kushoto wa Mungu. Anakuambia tubu. Geuka kutoka kwa njia zako mbaya. Na toba ndio hatua ya kwanza ama ya pili ya kutoka katika mkono wa kushoto. Ya kwanza ni kufahamu dhambi, ya pili ni toba. Kutubu ni full kwa mawazo yako, kukubaliana na neno la Mungu kwamba haya maovu yote Mungu nimeamini yafaa niyawache na sitaki kuendelea naye. Na hata kwa mwenendo, hiyo ni toba. Unaweza kusoma tafadhali Ezekieli 18:30. Ezekieli 18 mstari wa 30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Ya kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote. Na kitu ambacho unafaa uelewe tafadhali, Mungu anapokuambia geuka, usipogeuka, maandiko anasema kuna mikono miwili. Haujui tarehe yako ya kufa. Mbona uwe na wazo kwamba nitageuka pengine kesho? Nani amekuambia kesho utakuwa? Nani ameniambia baada ya saa moja nitakuwa hapa? Kutubu ni sasa, wakati Mungu anakuonyesha unafaa ukiri na uache. Unakiri, unawacha. Kutubu ni haraka iwezekanavyo. Nisingoje nitokao mlango ndio ni decide nitatubu ama ili nitaendana nalo. Usingoje kufanya hivyo. Wakati Mungu anakupatia nafasi, hapo ndio unafaa utubu. Toba haina tarehe. Toba ni wakati watambua dhambi, hapo ndio unafaa utubu. Hiyo ndio toba. Baada ya toba, lazima kwa uwezo wa Mungu umwamini Yesu Kristo. Lazima uamini Mungu amechukua dhambi zako akaziweka kwa Yesu Kristo. Yesu ni sadaka ya dhambi ambayo Mungu ameitoa. Yesu ni sadaka ya dhambi. Angalia Yohana 1:29. Kuna kitu unakimbia. Kuna kitu inafaa uhisi kwa moyo, unakikimbia. Na toba ndio mlango. Uko kwa room ya giza kabisa, umekaa hapo miaka mingi, alafu hauoni kitu. Unapapasa ili ni giza, unapapasa. Alafu siku moja ukasikia kama mlango unafunguliwa na ukaona mwangaza umeingia kidogo. David, unasikia? Mwangaza umepenya kidogo. Unaona? Umekuwa kwa hicho chumba kwa miaka 20 kwa hicho chumba kulingana na miaka yako. Inamaanisha umekuwa ukiishi kwa giza tangu uzaliwe mpaka sasa hivi. Kama una miaka 20, miaka 20 umekuwa kwa giza. Kama una miaka 40, miaka 40 umekuwa kwa giza. Maana kila mwanadamu anazaliwa katika dhambi. Zaburi 51 mstari wa 5. So umekuwa kwa hiki chumba cha giza. Sasa waona mlango unafunguliwa kidogo, halafu unaona mwangaza. Nikiona mwangaza inafaa nikimbie haraka iwezekanavyo, kwa sababu huo mlango ukifungwa tena haujui utakapo kwa hilo giza kwa miaka tena mingapi. Toba ndio hiyo. Geuka. Baada ya kugeuka kwa hizi dhambi, ni kuweka imani kwamba hizo dhambi zako na zangu zimewekwa kwa Yesu Kristo. Dhambi uliyoipokea kwa baba anaitwa Adam, tulioirithi Adam alipoenda kinyume na neno la Mungu, alipoasi amri ya Mungu, tukafanyika wenye dhambi. Hiyo dhambi Mungu ameichukua akaiweka juu ya Yesu Kristo. Yesu ndio sadaka ya hiyo dhambi. Alafu Yohana anakuambia mtazame Yesu sasa. Naweza kusoma Yohana 1 mstari wake wa 29. Siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Yohana anakuambia tazama mwana kondoo wa Mungu, mtazame. Haichukuae dhambi ya ulimwengu. Haichukuae dhambi ya ulimwengu. Dhambi ambayo tumeipokea kwa Adam.
Warumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia kwa ulimwengu ambao ni moyo wako, hiyo dhambi inakuingiza hapa jehanamu milele na milele, na ni jambo la hatari, jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Hiyo dhambi Yesu anaichukua. Yohana anakuambia tafadhali muangalie Yesu Kristo. Unamwangalia vipi? Kwa toba na kuamini kwamba hiyo dhambi imechukuliwa na Yesu Kristo. Haiko kwa moyo wako uondoke mkono wa kushoto. Ni jambo la hatari kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai, jambo la kutisha. Ndio maana Yesu anakuja na kuchukua hiyo dhambi ili ukifa ni kifa usianguke mkono wa kushoto wa Mungu. Na sasa wewe lazima uchukue hatua kwa moyo wako. Imani huja kwa kusikia. Unasikia nini? Yesu amekuondolea dhambi uliyoipokea kwa Adamu, niliyoipokea kwa Adamu. Dhambi ambayo inaniingiza kwa ziwa la moto milele. Dhambi ambayo inaniangusha kwa mkono wa Mungu, ambao ni jambo la kutisha sana. Yesu ameniambia ameniondolea. Nafaa nikimbie vizuri sana. Nikimbie haraka kwa kuamini kwamba ameiondoa, imeondoka, kwa sababu sitaki. Ikibaki kwa moyo wako utaanguka katika mikono ya Mungu mwenye ghadhabu. Unaweza kusoma 3:36 Yohana. Yohana 3:36. Yohana 3:36. Yoyote anayemwamini mwana ana uzima wa milele. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo, kwamba Yesu amekwambia utubu, ugeuke kwa njia zako mbaya, alafu Yesu akachukua dhambi yako. Yoyote anayemwamini mwana ambaye ni Yesu, kwamba dhambi yangu Adam alionipatia, maovu niliyoyatenda yote Yesu Kristo ameyachukua. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo kwa hilo ana uzima wa milele. Lakini yeye asiyemwamini Yesu kwamba amechukua dhambi zake na maovu yake, hatauona uzima. Maandiko yanasema hatauona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yake. Bali ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu itakuwa juu yake. Mungu amekuachapo vizuri sana na ameniachapo vizuri sana. Mungu amesema mtu yote ambaye hata muamini Yesu Kristo kwamba ameichukua dhambi yake, amemkomboa kutoka kwa maovu yake, amemkomboa kutoka kwa dhambi zake, na kuamini kwamba Yesu amezichukua zote, Mungu ameziweka kwa Yesu, mimi niko free, wewe uko free. Hauna hizo dhambi tena kwa moyo wako. Na hata kwa yale umeyatenda kinyume na amri za Mungu, Mungu ameziondoa. Utakapoamini hivyo, Mungu anasema utakuwa na uzima wa milele ndani yako. Lakini kama hautaamini hivyo, Mungu anasema utakuwa chini ya hasira yake. Hasira ni ziwa la moto. Utaanguka kwa mkono wake wa kushoto na atakuchoma milele na milele na milele, kwa sababu hukuwahi kutubu na kumwamini Yesu Kristo. Usingoje hivyo. Maandiko yanasema Yesu amechukua dhambi na maovu. Yesu akaenda msalabani. Kwa nini anaenda msalabani? Msalabani ni Yesu anaenda kuosha dhambi zako. Yesu anaenda kuosha dhambi zangu. Je, unaamini kwamba Yesu ataziosha na damu yake? Na unapoamini kwamba ataziosha kwa damu yake, je, ameziosha? Na je, kama ameziosha, ni nini unahisi kwa moyo wako? Yesu alienda msalabani, alienda kuosha hasira ya Mungu. Yesu alienda kukuondolea jehanamu, alienda kukuondolea ziwa la moto. Waweza angalia Mathayo 26:28, ni kitabu tumekuwa tukikisoma. Yesu alimwaga damu msalabani. Mungu anakuita kwa kuamini hiyo damu, ili dhambi zako zote kwa imani zioshwe. David, zioshwe. Shadrach, unafikiriaje? Dhambi lazima ioshwe na damu, na si damu yako David, si damu yangu. Damu ni ya Yesu. Na Yesu akimwaga damu yake, Yesu anataka uamini. Kwa hiyo damu yake, dhambi yako imeondoka.
hizo dhambi haziko tena kwa moyo wako, ili uweze kuepuka hasira ya Mungu ambayo ni ziwa la moto, ili uweze kuepuka kuanguka katika mikono ya ghadhabu ya Mungu. Mathayo 26:28. Mathayo 26 mstari wake 28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Damu yake ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu anasema damu yake ni damu ya agano. Damu ya Yesu ilimwagika ili dhambi zako ziondoke. Miaka 2000 iliyopita na 26 Yesu alimwaga damu kutoka kwa kichwa, miguu, ubavu, na kila damu alimwaga anakuita kwa imani uamini kwamba kwa hiyo damu ya Yesu Kristo dhambi yako imeondoka, ndio uepuke hii hasira ya Mungu. Tukimalizia Warumi 5 mstari wa 1 alafu na wa 9. Warumi 5 mstari wake na wa 1. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani. Maandiko yanasema kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki. Umehesabiwa haki kwa kile ambacho umekisikia na ukakiamini kwamba Yesu anasisitiza utubu. Kuanguka katika mikononi mwa Mungu ni jambo la kutisha. Mungu yuko na ziwa la moto, hasira yake inawaka. Yesu anasema dhambi zako zimechukuliwa, akaziweka kwa mwili wake, akaenda nazo msalabani, akamwaga damu. Damu yake ikaondoa dhambi zako mbele za Mungu na ikafuta kumbukumbu. Yesu anakuambia hivyo kwa imani. Warumi 5 mstari wake ni wa 1. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. So ili upate amani, si kupitia kwako, si kupitia penye unafikiria David, ni kupitia ile kazi ambayo Yesu alikufanyia. Na unapoiamini hiyo kazi ndio unaokoka. Ndio hizo dhambi zinatolewa. Unahamishwa kutoka kwa ziwa la moto, unaekwa katika paradiso ya Bwana. Unahamishwa kutoka left unaekwa right kwa kuamini damu ya Yesu Kristo. Mstari wa 9. Basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake. Maandiko yanasema tumehesabiwa haki kwa damu, si kwa matendo. Umepewa haki kwa damu. Unaamini nini kwa hiyo damu? Naamini kwamba kwa hiyo damu ya Yesu Kristo iliyomwagika dhambi zangu zimeondolewa. Mungu anasema kwa sababu umeamini dhambi zako zimeondolewa, zinaondoka kwa imani katika damu ya Yesu Kristo. Tumehesabiwa haki katika damu ya Yesu Kristo. Umeelewaje hiyo? Inamaanisha Mungu akuangalii wewe ili akuhesabie haki. Mungu anaangalia damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Na Yesu, David alipomwaga damu, sawa, Mungu anakuambia sasa damu ya Yesu imemwagika ni ili dhambi zako ziondoke. Sasa ni uamini leo, damu ya Yesu Kristo ilipomwagika, dhambi zako ziliondoka, zikaoshwa kwa hiyo damu, ili zioshwe leo, ili fanyike imani, ili itendeke. Hivyo ndio Mungu anasema. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako Bwana. Katika ulimwengu wa kwanza Bwana, ni jambo la hatari na la kutisha wanadamu kuanguka katika mikononi mwako Bwana. Wakati wa kipindi cha Noa Bwana, uliweza kuangamiza ulimwengu mzima Bwana, ukabakisha watu 8 tu katika safina Bwana.
Uliweza kuzamisha kila mtoto Bwana. Uliweza kuzamisha kila mama aliye mjamzito Bwana. Uliweza kuzamisha Bwana kila mwanamke, kila mzee. Uliweza kuzamisha kila mnyama aliyekuwa nje ya safina. Vyote vilivyokuwa nje ya safina Bwana vilikuwa chini ya hasira yako na vilihesabika vitu vichafu na vikatekwa na maji Bwana na vikaekwa jehanamu, kulingana na waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wake ni wa 18 mpaka 21 Bwana. Mungu wakati wa Sodoma na Gomora walipojipeana kwa ushoga, walipojipeana kwa usherati na usinzi na ukahaba na umalaya Bwana, Mungu hakika ulitoka kutoka mbinguni ukaja Bwana na malaika zako na ukapeleleza mji ule Bwana, na ukaona mji ule unastahili maangamizi Bwana, na ukafungua mbingu na ukamwaga kutoka mbinguni Bwana kile ambacho kiko ndani ya ziwa la moto Bwana. Ukatuambia huo ni mfano wa yale ambao unaenda kuyafanya katika siku ya mwisho Bwana. Kwa wale watu wanaishi maisha ya nasa Bwana, Mungu ni jambo la kutisha. Watu ambao hawajaamini Bwana, bado wanachukulia wepesi Bwana damu yako Bwana. Mungu wahurumie Bwana. Tuhurumie Bwana. Mungu nenda ukakutana na wale ambao hawajaokoka, na wale ambao wakifikiria pengine wameokoka lakini Bwana wamehukumika bidii ya dhambi ambazo wamekuwa wakiishi wakizifanya Bwana. Ametambua Bwana asili yao Bwana ni katika ziwa la moto Bwana. Ndio kuwapatie toba katika ukamilifu na hata imani katika Kristo Yesu. Mungu neno lako ni kweli. Mungu zaidi ya yote Bwana, au kuishi hapo Bwana, ulienda ukamtoa mwanae ambaye ni Yesu Kristo, ili Bwana kila atakayemwamini Kristo apate njia baada ya toba, apate kumwamini Yesu na apate njia kutoka katika mkono wa kushoto wako ili aingie katika mkono wa kuume, ili atoke kuwa mbuzi afanywe kondoo na aendelee kubaki kondoo Bwana katika utakatifu na haki. Mungu hurumia kila nafsi iliyo mahali hapa Bwana. Utupatie ufahamu zaidi na zaidi tuliosikia kutoka kwako. Yala tujaomba, tunaomba mwombezi wetu aliyekaa mkono wa kuume Mungu atuombee, ambaye ni Kristo Yesu. Na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukisadiki. Sema neema and the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, fellowship of the Holy Spirit, bless us forever. Amen. Sema Baba yetu, Father what in heaven, be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, deliver us from evil. For there is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen. Amen.